Naam, ni neema kubwa kuweza kuona mwanga wa asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji. Matumaini yangu ni kwamba utakuwa umeamka salama, wewe ambao unatufuata mida ya asubuhi, lakini pia ambao unatufuata mida ya jioni. Nasema kwamba usiku na jioni njema, na ambao unatufuata muda wa mchana, nasema mchana mwema. Kama kawaida, mpendwa msikilizaji, tumekuambia kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukujuza yote yanayojiri sehemu mbalimbali huko kwenye uwanja wa vita. Na hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Kama kawaida tuko hapa kukuletea kila kinachojiri sehemu mbalimbali. Hivyo nakualika kuwa nami tena katika habari zetu za asubuhi ya leo, lakini ili tuende sambamba na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na kama kawaida, mpendwa msikilizaji, na tumai uko salama na utakuwa umeamka salama popote ambako endelea kutusikiliza vema. Hii ni Amani TV Media. Nimekuambia tuko hapa kukujuza yale ambayo yanaendelea huko kwenye uwanja wa vita, sehemu za mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwa jimbo la Kivu ya Kusini, pia jimbo ya Kivu Kaskazini. Na kwenye taarifa zetu za asubuhi ya leo, tutaanzia na taarifa kutoka huko jimbo la Kivu ya Kusini, tarafani Uvira, ambako nafasi ya Olivier Gasita imechukuliwa na kiongozi mwingine mpya ambaye amewasili maeneo hayo jana tarehe 22 Oktoba mwaka wa 2023. Moja kati ya jambo ambalo wakongomani wengi ambao wanapatikana jimboni Kivu ya Kusini walikuwa wakisubiria wafahamu ni nani atakayeteuliwa nafasi ya Olivier Gasita, ambaye kataliwa hadharani na raia wa Uvira. Jenerali Amuli Chiviri ameteuliwa rasmi kuwa kamanda wa operesheni na ujasusi wa kanda ya 33 ya kijeshi, akichukua nafasi ya Olivier Gasita ambaye uongozi wake mjini Uvira ulikumbwa na upinzani mkali kutoka kwa wananchi na baadhi ya makundi ya kijadi, hususan wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, uteuzi huu ni sehemu ya mabadiliko makubwa ya ndani katika jeshi la wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, ukilenga kuimarisha unafasi wa operesheni za kijeshi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Eneo hilo la kimkakati linaendelea kukabiliwa na ongezeko la vitendo vya makundi ya wahasi pamoja na mvutano wa kikabila unaoendelea. Jenerali Amuli, anayejulikana kwa uzoefu wake katika masuala ya operation na ujasusi, atakuwa na jukumu la kuimarisha mifumo ya usalama, kuboresha uratibu kati ya vitengo vya jeshi na zaidi ya yote kurejesha amani kati ya jeshi na raia. Kipaumbele chake kitakuwa katika maeneo ya Uvira na Fizi pamoja na Mwenga, ambazo mara nyingi zimekumbwa na matukio ya ukosefu wa usalama. Kanda ya 33 ya kijeshi iliyo chini ya uongozi wake inahusisha eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na uratibu wake na mpaka wa Burundi pamoja na nafasi yake muhimu katika kudumisha utulivu wa sehemu ya kusini mashariki mwa nchi. Kuondoka kwa Jenerali Olivier Gasita kunakuja baada ya wiki kadhaa za mvutano mjini Uvira zilizokumbana na maandamano na wito kutoka kwa asasi za kiraia waliotaka mabadiliko katika uongozi wa Observance. Wanaharakati hao waliolalamikia uongozi uliodaiwa kushindwa kukabiliana na ongezeko la vitendo vya ukosefu wa usalama na ukiukaji wa haki za raia katika eneo hilo. Uteuzi wa Jenerali Amuli unaonekana kuwa ishara ya utulivu na nia ya makamanda wakuu wa FARDC kujibu matakwa ya wananchi. Kuingia kwake kazini kunafungua mageuzi ya kiutendaji katika wakati ambapo jeshi la Kongo linaendelea kukabiliana na makundi ya wahasi katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jenerali huyo amepokelewa hiyo jana tarehe 22 Oktoba mwaka wa 2025 akitokea kwa njia ya Kavimvira kutokea Burundi. Hakuna fujo aiza vurugu yoyote ambayo imeripotiwa baada ya kuwasili kwake kama ilivyokuwa kipindi cha Jenerali Olivier Gasita. Wakongomani wategemee nini kutoka kwa Jenerali Amuli?
Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kama kawaida, kile ambacho anakifuata ni kile ambacho kinasemekana ya kwamba kuja kuboresha uongozi na kuhakikisha kazi inasonga mbele zaidi. Na moja kwa moja tujielekeze huko kwenye uwanja wa vita ambako mambo huwa magumu kila saa na kila wakati kufuatana na mapigano makali ambayo yanaripotiwa kila kukicha kati ya wazalendo na vikosi vya waasi wa M23. Ikiwa unapata usingizi, mpendwa msikilizaji, kuna sehemu ambako watu hawalali, yani wanakesha macho usiku kutwa wakitizamia hali ya usalama wao. Mapambano makali yamezuka Jumanne tarehe 21 Oktoba mwaka wa 2025 kati ya waasi wa AFC M23 na makundi ya wazalendo katika eneo la Nyangezi tarafani Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano hayo yameendelea hadi siku ya Jumatano tarehe 22 Oktoba na yamepelekea hali ya usalama kuwa mbaya zaidi katika maeneo hayo ya Nyangezi. Milio mikubwa ya silaha nzito na nyepesi imesikika katika vijiji vya Irunga, Bwenda, Chinyanja na Businga kusini mwa kituo cha kibiashara cha Nyangezi. Wananchi wanaishi katika hofu kubwa, huku shughuli za kiuchumi na shule zikisitishwa kiasi kikubwa kutokana na makabiliano hayo ambayo haijajulikana yataisha siku gani. Shule ya Uweza inayoongozwa naye ndugu wa Kikatoliki wa Maristi haikufunguliwa Jumatano. Shule nyingine katika eneo la Munya hazikufunguliwa kwa tahadhari kubwa sana, amesema mkaaji mmoja wa maeneo hayo. Wimbi la wakimbizi wameelekea Bukavu kutokana na hali ya usalama kuwa mbaya zaidi. Maelfu ya wakaaji wamekimbilia kuelekea maeneo yanayodhaniwa kuwa salama zaidi, hasa mjini Bukavu. Wengine wamesalia manyumbani lakini kwa uangalifu mkubwa. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, watu 7 tayari wamepoteza maisha katika mapigano hayo. Barabara kuu ya Bukavu Nyangezi bado inapitika sasa, lakini ile ya Nyangezi Kamanyola imefungwa tangu Jumapili, jambo linalozuia usafirishaji wa misaada na harakati za watu. Mapigano haya yamefuatia mashambulizi yaliyotokea Mazingiro katika kijiji cha Kamisimbi ambako kambi za wazalendo zilishambuliwa na kuchomwa moto na wapiganaji wa AFC M23. Mamlaka za eneo hilo na mashirika ya haki za kibinadamu yanahimizwa kuchukua hatua za haraka kuwasaidia wakimbizi wa ndani na kuzuia kuongezeka kwa vita kati ya eneo hilo ambalo tayari limechoka kutokana na mgogoro wa muda mrefu wa kivita. Na tukisalia tu na habari hizo za vita ni kwamba mapigano makali yamezuka asubuhi ya Jumanne tarehe 21 Oktoba mwaka wa 2025 kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo katika vijiji kadhaa vya Bashile, Mokoto, wilayani Masisi, jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano hayo yamejikita zaidi katika vijiji vya Kinyana na Bibwe. Aidha, mji wa Nyabiondo ulioshuhudiwa mapigano mengine siku iliyopita umeamkia kwenye hali ya utulivu asubuhi ya leo, licha ya wasiwasi kuwa bado mioni mwa wakahaji. Baadhi ya wakahaji wa vijiji vya Kinyana, Nyabikeri, Rankeri, Bibwe na maeneo mengine jirani wameonekana asubuhi ya leo wakihama wakiwa na mizigo yao kuelekea maeneo ya Bulende, Kasopo na Lukweti. Kwa mujibu wa viongozi wa mitaa, kati ya saa 11 alfajiri na saa 2 asubuhi kunashuhudiwa mapigano makali kati ya wapiganaji wa AFC M23 na wazalendo wa muungano wa wananchi wa Kongo kwa ulinzi wa haki za kibinadamu ANCDH unaongozwa na Jean-Marie Bonnet katika vilima vinavyonukia vijiji hivyo. Milio ya silaha nzito na nyepesi imesikika katika maeneo hayo, jambo ambalo limesababisha hofu mkubwa miongoni mwa wananchi na kuathiri shughuli zote za kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, sehemu yote ya magharibi mwa wilayani Masisi na kusini magharibi mwa Rutshuru
imekuwa katika hali ya ukosefu mkubwa wa usalama kutokana na mapigano makali ya mara kwa mara kati ya wazalendo na waasi wa M23. Mapigano haya yanaendelea licha ya makubaliano ya kusitisha vita ambayo endelea kufanywa huko Qatar pamoja na Umoja wa Afrika. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, hali imeripotiwa kuwa utulivu kiasi, lakini bado ni tete tena Jumanne katika eneo hilo. Siku moja kabla, mashambulizi ya wazalendo katika mji wa Nyabiondo huko ni Masisi yalisababisha kifo cha mtu mmoja, huku watu wengine 4 wakijeruhiwa vikali. Na tukisalia tu huko jimboni Kivu Kaskazini ni kwamba baada ya mapigano makali yameripotiwa kwa siku kadhaa huko jimboni Kivu Kaskazini tarafani Walikale, hatimaye wazalendo wamefanikiwa kufahamu siri za waasi na vifaa wanavyotumia ili kuweza kugundua siri za wazalendo. Hiyo ni baada ya wazalendo kumshika mateka mmoja jeshi la M23 ambaye zamani alikuwa mwanajeshi wa FARDC. Mateka huyo baada ya kushikwa ametoa siri zote za waasi wa M23, huku akisema kuwa M23 ina vifaa maalum vya kusikiliza mawasiliano ya wazalendo pamoja na vifaa vya kutambua kabla droni za FARDC hazijashambulia eneo ambako wanapatikana. Kwa umakini msikilizaji na mtazamaji wetu, msikilize mateka huyu akizungumza siri ambazo zinajificha kwenye kundi la waasi wa M23 hususan uko kwenye uwanja wa vita. Okay, merci beaucoup. Moi général, tosana tatoyo adimi epa ya M23 na banguna na biso ba M23. Mais azo bisangai apesinga information alobike biloko nyoso tosolola kana Motorola bango bayokaka. Bazana Motorola moko ya munene tango tozo solola atato charger fréquence na FARDC na biso bazalendo nyoso bayokaka. Baza pe na appareil mosusu avaso ko yebima tango epumbwi bango bazomona yango na appareil na bango ye azalaki kuna. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui. Ouais. Bon, ngai loko na inaloba en tout cas na bitumba. Na bitumba nyoso iloko nyoso kuzopanga kana bitumba. Bango bazolanda. Bazana Motorola moko obenga ngo lipita. Koma Motorola na lipita. Motorola na lipita. Donc nyoso kozoloba na mutanyo nyoso bazolanda. Ouais. Avion avec le aéroport, il téléméga climatique likolo, la signalé mbala moko. Avion déjà est mati. Ando bisa basoda na bango bilo soko ta nini na ndaki avion zoya. Meme na drone nini sio. Deti na drone ezo beta tango ebeti ba beti kaka na defense me bazo boma bantu. Nevo ebimlia bantu bala kaka. Zandengo wana. Ah. OK, merci aza A1 azalaki kosala na bureau D na TD ya 34e mission militaire. Est-ce que bazalaki azalaki kolanda biloko nyonso? Ndeko bake biloko wana sengeli komona technologie ezokende liboso bomona ndenge nene bo reviser technologie bien botala technologie mosusu po ete makambo wana bantu balandelaka biso te. Tango mosusu tozolo bakeza na bantu mabene bazana kati na biso tozokande technologie na bango eza liboso. Omone ne makambo ya expliquer biso. Merci beaucoup mon ami. Merci mon jeune. Oui. Licha ya kutiwa saini kwa makubaliano ya usimamizi wa kusitisha mapigano kati ya serikali na muungano wa waasi wa M23 huko mjini Qatar tarehe 14 Oktoba mwaka wa 2025, mapigano makali bado yanaendelea katika jimbo ya Kivu Kaskazini, lakini pia jimbo la Kivu ya Kusini. Mapigano haya yanahusisha hasa waasi wa AFC M23 wakikabiliana na wapiganaji wa Zalendo ambao ni washirika wa jeshi la taifa FARDC, lakini hawajasaini makubaliano hayo, jambo linalohatarisha juhudi za kuleta utulivu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Matukio haya ya mapambano ya mara kwa mara ambayo endelea kuripotiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo endelea kuonesha wazi ya kwamba hakuna saini ambayo itaweza kusababisha vita hivi kuweza kufika kikomo, bali ni maamuzi ya wapiganaji wenyewe kwa wenyewe uko kwenye uwanja wa vita. Ni muda wa wiki sasa mapigano yanaendelea sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini.
Katika jimboni Kivu Kaskazini, mapigano yameripotiwa siku ya Jumapili tarehe 19 Oktoba mwaka wa 2025 maeneo ya Nyiragongo karibu na hifadhi ya Virunga, eneo pia la Masisi pamoja na eneo la Bibwe ambako mpaka sasa hali ni tete. Matukio haya yamesababisha hofu mkubwa kwa wakahaji na kulazimu maelfu ya raia kukimbia makazi yao. Mapigano mengine yameripotiwa tena asubuhi ya Jumatatu tarehe 20 Oktoba mwaka wa 2025 katika maeneo ya Nyabiondo na Kaanja wilayani Masisi. Kivu Kusini pia, katika kusini mapigano bado yanaendelea karibu na hifadhi ya Kauzibiega, hasa katika maeneo ya Walungu na vijiji jirani, na yameripotiwa kuwa yamekuwa yakiendelea kwa zaidi ya wiki moja mpaka sasa. Changamoto katika kutekeleza makubaliano ya amani ni kwamba wachambuzi wa usalama wanasema kuwa kutokuwepo na uratibu wa pamoja kunafanya iwe vigumu kuhakikisha makubaliano yanatekelezwa kikamilifu katika maeneo yote ya mapigano. Taarifa kutoka kwa vyanzo vya usalama zinaeleza kuwa mafanikio ya utekelezaji wa mpango huu wa amani yanategemea tabia ya wapiganaji walioko mstari wa mbele. Serikali ya DRC inaendelea kutaja muungano wa AFC M23 kuwa ni kikundi cha kigaidi, huku ripoti za kimataifa zikieleza kuwa waasi hao wanaungwa mkono na Rwanda. Mgogoro huu umechangia janga kubwa la kibinadamu, likisababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa wa msikilizaji, je, unafikiria kwamba vita hivi vitaisha kupitia makubaliano ambayo yanafanyika huko Washington, lakini pia Doha kwa ajili ya kusitisha vita? Basi unaweza kutuandikia maoni yako hapo kwenye komenti. Na tuhitimishe taarifa hii ya habari na maoni ya wananchi kuhusiana na kushuka kwa dola sehemu mbalimbali. Kushuka kwa dola, pesa za Kimarekani, linaibua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku wengi wakitajia kwamba kushuka kwa dola kunawaingiza katika hali duni kiuchumi, maana dola zimeshuka lakini bidhaa sokoni bado vinasalia kwenye bei ile ile. Labda huko uliko mpendwa msikilizaji, dola hiko kwenye bei gani? Mashariki mwa Kongo, sehemu ya Uvira, Fizi, dola ipo na bei tofauti. Ukiwa na dola 100 ndani ya simu yako unaambiwa ya kwamba utapewa 1200 pekee. Lakini ukiwa nazo kwenye karatasi unakwambia kwamba utapewa 1200, wa moja wanakupatia 1220, lakini wengine wanakupatia 1200 bure. Pia wengine wanakupatia 1201. Yaani inakuwa ni kila mtu na bei yake. Sasa baadhi ya bidhaa sokoni kumrazi vinakuwa vinabadilishwa bei kutoka kwenye dola na kuweza kuingizwa kwenye pesa za Kongo, jambo ambalo wananchi wanalalamika na kusema kwamba haiwezekani kitu ambacho kilikuwa kinanunuliwa dola 10 hapo awali kwa sasa kibadilishwe bei na kianze kuwekwa pesa za Kongomani, pesa 30,000, yani pesa 13,000. Jambo hili linahasiri watu wengi sana kuhusiana na mabadiliko ya dola. Licha ya kwamba ilikuwa ndoto ya kila mmoja, lakini vitu bado vinasalia kwenye bei ile ile ya zamani. Je, huko ambako unapatikana dola iko bei gani jamani? Tuandikie kwenye komenti moja kwa moja. Lakini wakati wa mabadiliko ya pesa za Kongo na dola zikiwa bado hazijakuwa na msimamo thabiti sehemu mbalimbali ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Kongo nzima kwa ujumla, tuangazie ni kipi ambacho rais wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ameweza kukizungumza kuhusiana na mabadiliko haya ambayo yanafanywa na baadhi ya biashara. Wakati wa kikao cha 63 cha baraza la mawaziri, Rais Felix Tshisekedi alisisitiza kuwepo kwa mfumo thubuti wa ufuatiliaji ili kuhakikisha kuwa thamani hii mpya ya pesa za Kongo inadhihirika kwenye maisha ya kila siku ya wananchi, hususan katika bei ya bidhaa muhimu. Amesisitiza kuwa pamoja na kushuka kwa bei za baadhi ya bidhaa, ni muhimu pia kuona mabadiliko haya yanaonekana moja kwa moja katika kikapu cha mama wa nyumbani, yaani gharama ya maisha ya kawaida. Rais Felix Tshisekedi anahitaji kuwe na ustamihilivu, yaani kuwe na
bei madhubuti katika mabadilisho ya pesa za Kongo, lakini pia kutoka kwenye pesa za Marekani, yani dola. Maana kuna kuwepo na hali ya kila mmoja na bei yake, jambo ambalo mpaka sasa endelea kuibua wasiwasi na maisha kuwa magumu. Je, ndugu zangu mnaopokea pesa kwenye pesa za Marekani, nyinyi ambao mnapokea pesa kwa dola, hali iko namna gani upande wenu? Wanakuambia kwamba hali bado ni tete. Asumani Kashindi ni mkaaji wa Fizi ambaye anapokea pesa kwa njia ya dola. Anasema kwamba hali ni ngumu. Hapo awali alikuwa akipata dola 100 anapata 1300, lakini kwa sasa inakuwa 1200 na bidhaa sokoni bado bei ni hile hile. Anasema ni changamoto kubwa upande wake, anataka kuacha kazi kwa sababu pesa zinashuka thamani. Jamani, hali ni tete kabisa upande wa dola. Tuambie huko ambako unapatikana dola 100, aiza dola 10 wanazibadilisha kwa kiwango gani cha pesa kwa sasa? Itakuwa inapendeza tupate kufahamu maoni ya watu mbalimbali kutoka uko na uko sehemu ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Ikiwa bado haujasubscribe channel hii, basi hakikisha unafanya hivyo ili uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Nakutakia siku njema yenye heri na baraka kwako ambao uko nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo. Kwaheri.